بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1443 katika silsila ya durus na qasas al-anbiya, walillahi alhamdu wal minna. Tulimalizia katika kikao kilichopita kumzungumzia kwa kifupi Nabiyullah Lut alayhi salatu wassalam, na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kuzungumzia qissatu Shuaib alayhi salatu wassalam. أرسل شعيب عليه السلام إلى مدين. شعيب عليه السلام alitumilizwa kwa watu wa Madian. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. na kwa watu wa Madian tuliwatumia ndugu yao Shuaib alayhi salam. Na ilivyo mashuhuri katika tarikh na watu wanaozungumzia nasaba, wasema anna Madian ahadu abnai Ibrahim salawatullahi wasalamu alayhi. Sema huyu Madian ni mmoja katika watoto wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na watu wa Shuaib ni katika kizazi cha huyu Madian. Kwa hivyo kutoka katika nasl na kizazi cha Madian ambaye ni kijana wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, ndio wakatoka watu wa Madian. na Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtume wake Shuaib alayhi salam katika Qur'an mara 11, na pia ikataja annahu ursila ila ahli Madian, ametumilizwa kwa watu wa Madian fi makanin yuqalu lahu Ma'an fi al-Urdun, sehemu inayojulikana kama Ma'an ambayo ipo katika nchi ya Jordan, Urdun, Sham. na mji wao uko karibu sana na mji wa watu wa Lut. na tutaona hapa mbele alipowaambia watu wake, wama qaumu lutin minkum biba'id. kwa mji wake ulikuwa karibu na watu wa Lut alayhi salatu wassalam. na laqab ya mtume huyu Shuaib alayhi salam ambao ni mashuhuri ni kwa yeye ni khatibul anbiya, ni khatibu wa mitume. kwa fasaha Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa na namna alivyokuwa akiwalingania watu wake kwa hujja, pamoja na kuwa mitume wote walikuwa na hujja, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala akamhusisha na ufasaha sana katika kulingania alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja katika kitabu chake muujiza au tuseme aya maarufu ni muujiza, lakini neno muujiza likutajwa katika Qur'an wala Sunna. Kija katika Qur'an mara nyingi yaje ni aya, kama alivyosema kuhusu Musa fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumi. ingawa ni mashhur kwa ni muujiza.
wa Allah hakutaja miujiza gani alimpa Shuaib kwenda kwa watu wake nao, walakin bayyana annahu ursila bibayinatin min rabbih, kini akabainisha kuwa alitumilizwa akiwa na hoja za wazi kutoka kwa Mola wake, kama ursila ghayruhu min al-anbiya, kama vile walivyotumilizwa kabla yake katika mitume wa Allah. Lakini atakatufahamu kuwa Qur'an si kitabu cha tarikh, si kitabu kinachoeleza historia, yani akiteremshwa ni kitabu cha historia, na bimaana atajwe yule mtume, miujiza yake, watoto wake, wake zake, alitoka wapi, akaenda wapi, akafa dini. La, Qur'an ni kitabu hidayah, ni kitabu cha uongofu na bayani. وهو يوضح لنا أن شعيبا نبي. القرآن يتوكي وازك وشعيب alikuwa ni mtume, وأنه أرسل إلى قومه, نكوا لتمليزوا قوم yake na watu wake, akawalingania katika njia ya Allah kama vile mitume wengine kabla yake na baada yake, na kuna wale waliomkubali na kuna wale waliomkufuru, na namna gani Allah alidhihirisha haki kupitia kwa mtume huyu na kubatilisha batil. Kwa haya yote tuelezewa ili tupate ibra, ili tupate mazingatio. Kwa makusudio ya kutajwa visa vya mitume alayhi msalatu wassalam katika Qur'an, ili wazingatie watakaozingatia katika kisa kama kile. Kadhalika waumini wapate pumbao kwa yale yanayowapata katika mitihani, kuwa walipita kabla yao mitume wa Allah na walipata mitihani. Kwa msione nyinyi ndiye wa kwanza kupewa mitihani kama hii. Na kadhalika wajue kwa yakini kuwa mwisho mwema ni kwa wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wal aqibatu lilmuttaqin. Shuaib alayhi salam, namna gani aliwalingania watu wake? Tulitaja kwa Shuaib alitumilizwa kwa watu wa Madian, na watu wa Madian walikuwa mashuhuri kwa mambo matatu. Al-amru al-awwal, kafaru billahi jalla wa ala, walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا ويقطعون الطريق, walikuwa ni watu wanaovamia watu katika misafara na kuwapora mali zao na kuwadhulumu. Na jambo la tatu, yabkhasuna almikyala walmizan, walikuwa wakipunja katika mizani wanapopima, walikuwa wakiwapunja wale wanaouzia katika mizani. Kwa haya ni makosa makubwa ambayo walikuwa wakiyafanya, na kubwa kabisa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tukizungumzia kufur waliokuwa nayo watu wa Shuaib, فالمشهور أنهم كانوا يعبدون شجرة, walikuwa wakiabudu mti. Na haya yajirudia na kujiripiti katika kila zama. Mitume wa Allah alayhi salatu wasalam walingania katika tauhid, wakiondoka kipita kipindi watu warudi kwenye nini? Kwenye shirku wal iyadhu billah. Na ule mti Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika kitabu chake kuwa ni al-aika, mpaka wakawa wajulikana kuwa ni ashabu al-aika, aliposema kadhaba ashabu al-aikati al-mursalin idh qala lahum shu'aib ala tattaqun. wal-aikatu naw'un min anwa' ash-shajar, aika ni aina katika aina za miti. yasjuduna lahu ويسألونه من دون الله جل وعلا, وسجودية ولمتي نكوomba pasina Allah subhanahu wa ta'ala.
jambo lingine ambalo walikuwa wakilifanya كانوا يقطعون السبيل على الناس ويأخذون أموالهم walikuwa ni wevi wa mabavu wakiwavamia watu katika njia yao na misafara yao wakiwaibia na kuwadhulumu وقيل كانوا يأخذون العشر من الناس nasemekana walikuwa wakichukua ushuri kutoka kwa watu yani walipa kama walipa nini walipa ushuru kabla hujapita njia hii ya kwao lazima ulipe ndio upite na leo yaitwa aljamarik hii tax ambayo mwaisikia leo yaitwa katika kila nchi hivi ndivyo walikuwa wakifanya wale kuwa mali haiingii katika hii nchi mpaka ulipe nchi yote na hili lafanyika leo ulimwengu mzima ikiwa watu waliangamizwa na miongoni mwa sababu ni hii leo yapangwa ulimwengu mzima jambo hili lafanyika kwa hiyo hakuna chochote kinachopita katika mali kwa njia yao isipokuwa lazima ufanye nini ulipe kilipa yapita usipolipa haipiti hii ni katika dhambi walikuwa wakifanya wao wakanu yutaffifuna fil kayl na walikuwa wakipunja katika mizani na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelikemea vikali sana katika kitabu chake mpaka kuna sura katika Qur'ani inaitwa suratu al-mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala sema wailul lilmutaffifin ole wao wale wanaopunja katika mizani na leo limekuwa ni jambo la kawaida wakati mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuwa idha wazanta faarjih ukimpimia mwenzako ongeza ili uondoke katika hili jambo kabisa umemtilia kilo moja imetimia muongeze kidogo dini yetu yatufundisha kuwafanyia watu ihsan na leo huu ujanja pia watu wengi wanao utawaona zile mizani katika upande wa yule anayenunua lile karai lile huwa lapigwa spoti za nini kama inchomelewa usifikirie inchomelewa impasuka ule ni uwerevu wajifanya wao werevu yapigwa spoti hivi ili ifanye nini iwe nzito upande ule sasa wewe ukiliona lile karai uliona liko sawa tu kumbe limedungwa zile kwa sababu ni chuma ile itie uzito na wengine tayari kule anapotengeza ile mizani ashafanya nini haribu mambo kwa ukaona wewe waweza kununua kitu ukipima kilo ziko sawa lakini ukienda kwenye mashini nyingine ukipima umepunguziwa kilo 5 kilo 10 kuna wakati mmoja nakumbuka nilinunua gunia la ukwaju ile ilikuwa kali lakini kifungua kule ndani kumewekwa jiwe kubwa hivi bloki wajua ukwaju sio umeshikana hivi sasa wewe funguo ile ukwaju utoa ndani kumbe kuna bloki kubwa la kujenga nyumba kubwa kweli waambiwa kilo 90 kumbe pale ndani kuna kama kilo 15 20 jiwe tu tena sasa fikiria lile jiwe si haya meupe yetu mepesi jiwe la kutoka huko kwenye ukwaju sikutaji mwenye ukwaju na hii ni jambo la kawaida kwao werevu kabisa tia jiwe pale ndani atajuaje akijajua huyo yuko wapi huko atarudi tena hapa harudi basi shapata ziada sasa njia siku hizi zimekuwa nyingi sana za kuiba katika mizani wakati Allah asema wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun sasa ikiwa ni yeye sasa ndiye anayepimiwa ataka mizani iwe itakuwa sawa sababu ni yeye ndo anayetaka hakubali yeye kudhulumiwa bali ule ujanja wa kudhulumiwa katika mizani yeye waujua wewe usinidhulumu mimi wewe pia wajua dhulma kumbe lakini wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ikifika sasa ni yeye ndio iwapima sasa apunja katika mizani Allah amezungumza maneno makali akasema
ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yani hawana yaqini kuwa iko siku nitawafufua mbele yangu hao, liyaumin adhim, siku kubwa nzito, yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Mola mlezi wa ulimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala. Akatutishia juu ya hii siku, sababu anayejua kuwa atarudi kwa Allah hawezi kumfanyia mwenzake khiana na dhulma. Kwa usidhanie kuwa ni robo kilo, la wallahi, ni dhambi kubwa sana ambayo imekuwa miongoni mwa sababu za umma mzima kuangamizwa kwa ajili ya kupunja katika mizani. Na ndio maana usema hapa tuwasikia watu wapiga kelele, viongozi wa hizi, sijui viongozi wa hizi. Ikiwa wewe huwezi kuwa mwaminifu katika tomato na vitunguu, watarajia vipi upate kiongozi mwaminifu juu yako? Si yule kiongozi alikuwa muuzaji mboga tu kama wewe kisha akawa kiongozi? Kwa nyote mko katika pipa lile lile, usipige kelele, mwanzo ubadilika wewe, onyesha mfano. Lakini ikiwa mtafanya hivi, mjue haiwezekani isipokuwa viongozi wenu watakuwa kama vile mlivyo. turudi hapa. Kanu yufsiduna fil ardi bishatta anwa' al-fasad, walikuwa ni wafisadi katika ardhi, waharibifu hawa watu katika ardhi kwa aina mbalimbali za ufisadi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwa kutaja haya madhambi tuliyotaja, na pia akataja kwa ujumla ule ufisadi waliokuwa wakiufanya watu wa Madian. Na walikuwa wakiwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wasimwamini mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala يقول عن هؤلاء القوم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. akataja جملة ولو فساد ونوفانيا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Na kwa watu wa Madian tulimtuma ndugu yao Shuaib, akasema kuwaambia, enyi watu wangu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. قد جاءتكم بينة من ربكم, imekwisha kufikieni hoja wazi kutoka kwa Mola wenu. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. kisha akawaambia, basi timizeni sawa sawa vipimo na mizani zenu ziwekeni sawa sawa, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kuwa imekwisha tengenea. Allah ameiumba hii ardhi ajabu sana, nzuri kabisa, kila anachokihitajia mwanadamu kipo. Sababu badala ya mwanadamu ameletwa hapa kuimarisha ile ardhi, aleta ufisadi na uharibifu katika ardhi. Leo utaona dualul kufr zimesimama na kuzungumzia kuhusu jambo la uchafuzi wa mazingira. Hili jambo Allah amelizungumza katika Qur'ani zamani, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ardhi ishatengenea, Allah ameitengeneza nzuri kabisa. Wewe angalia katika zile sehemu ambazo wanadamu hawajafika, kama ni mwituni kule, kama ni wapi, angalia namna gani ule uzuri Allah alivyoiumba hii dunia. Ulimwengu ameumba vizuri kabisa. Akiingia tu mfisidifu katika sehemu kama ile, basi hata wale wanyama wanaoishi pale watakufa ovyo ovyo, ataharibu, atafanya hivi. Haya mambo Allah ameyakataza, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wewe tengeneza, usiharibu, usilete uharibifu katika ardhi.
kwa aina yote uharibifu. Dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, hivi ndivyo bora kwenu nyinyi ikiwa nyinyi ni waumini. Kisha akawaambia wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja, wala msikae katika kila njia mkitisha watu. Jamaa walikuwa na vitishwa, wakaa njiani huko tisha watu na kuwazuidia na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kumwamini. Ukiamini utakula vitisho na jamaa, uache utufuate sisi wa hakadha. Mkataka njia ipotoke, mtaka watu wapinde nyinyi. Kisha akawakumbusha neema ya Allah juu yao, akawaambia wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum, nakumbukeni mlipokuwa wachache Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyeni kuwa wengi mkazaana. Kuna wale ambao huisoma Qur'an kwa lafzi za mama, so kuna wengine tha wasema nini sa, maana summa ni thumma. Sasa hapa taisoma vipi? wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum, na mmoja alikuwa akisema fakassarakum akawavunja vunja, fakaththarakum akawafanya muwe wengi, mzaane mkawa wengi. wanzuru kaifa kana aqibatu almufsidin, natazameni jinsi ulivyokuwa mwisho wa mafisadi kabla yenu. حذرهم نبي الله شعيب من كل هذه الأفعال المشينة. tumewao Shuaib aliwatahadharisha kutokamana na vitendo vyote hivi viovu. thumma qal, kisha akawaambia Shuaib alayhi salatu wassalam, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh, alivyokubakishieni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo bora kwa ajili yenu ikiwa nyinyi ni waumini, wala mimi siye mlinzi juu yenu, sikuletwa niwe mlinzi juu yenu, mimi nakuja kuwalingania. قال أهل العلم في تفسير بقية الله، في تفسيره آية بقية الله إنين، أي ما فضل من الربح ولو كان قليلا خير من الربح الكثير إذا كان في حرام. ile faida ndogo unaoipata katika biashara katika njia ya halali ni khairi kuliko kupata faida kubwa katika njia ya nini, ya haram. Kwa sababu hii halali chache ina baraka ndani yake kubwa sana kutoka kwa Allah. qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith, haviwezi kuwa sawa vizuri na vibovu, halali na haramu haiwezi kuwa sawa, hata ikiwa ile haramu ni nyingi kiasi gani haiwezi kuwa sawa na halali. Kwa mali ya halali hata ikiwa ni chache, huwa khairun wa abqa inda Allah, ni bora zaidi na itabakia zaidi mbele ya Allah kuliko mali ya haramu hata ikiwa ni nyingi. yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. da'wa ya Shuaib si da'wa geni ambayo ina tofauti na mitume waliokuwa kabla yake na waliokuja baada yake. da'wa yake ilikuwa kama mitume wote waliopita, walikuwa wakilingania katika nini? At-tauhid. jambo la kwanza walingania katika tauhid, na Allah subhanahu wa ta'ala sema inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. mitume wote walilingania katika Uislamu, katika tauhid. Kwa hivyo ikiwa mitume wamekuja kulingania katika hilo, basi pia Shuaib alayhi salam alikuja kulingania watu katika tauhid. wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. kwa hii ni da'wa ya mitume wote alayhi salatu wassalam. waliajli at-tauhid qamat as-samawati wal ard, hizi mbingu na ardhi zimesimama kwa ajili ya tauhid.
bali imeumbwa janna na nar kwa ajili ya nini? Tauhid. Na kwa sababu yake Allah amewaumba viumbe wake akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwa ajili ya tauhid. Jambo ambalo leo utapata wengi katika walinganizi walikwepa, hawalilinganii hili, mhammash, waliweka kando. Na ukizungumza tauhid kwa wingi huonekana kama wewe ni mtu wataka kuleta rabsha katika mujtamaa. Sababu tauhid moto, tauhid ni moto sana, na watu wengi hawapendi haki, hawataki zungumzo tauhid. Wewe angalia kwa mfano kitabu Kashfu Shubuhat hiki ambacho tutasoma hapa, ukianza kukisomesha kile kitabu utambakisha nani katika washirikina na wamejaa humo. Sasa ukizungumza na zile shubuhat zao ukawa wazisoma na kuzijibu, subhanallah, wanachomeka kweli kweli watu wa shirki. Na ndio maana utaona mujtamaa waweza kukusanyika watu wa bid'a wote aina mbalimbali kukugeukia wewe wote, na hili ni jambo liko katika kila wakati. Huyu mtume akasimama kuwalingania katika da'wa ya tauhid, kisha akawa na uslubu wa namna alivyokuwa akiwalingania katika njia ambayo alikuwa akiwalingania alayhi salatu wassalam. ad-da'watu bil husna, akawalingania kwa uzuri kabisa, akawaambia maneno yafuatayo katika sura Hud. Allah asema qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, akasema enyi watu wangu mwaonaje ikiwa ninayo dalili ya wazi inayotoka kwa Mola wangu au inayotokamana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala, warazaqani minhu rizqan hasana, na ikawa yeye ameniruzuku riziki njema kutoka kwake ya halali, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, wala mimi sipendi kukukhalifuni nikafanya yale ninayokukatazeni. Na hapa ni uslubu wa pili, alqudwatul hasana. Wewe mlinganizi kuwa ni mfano mzuri kwa wale unaowalingania. Na haya maneno mara nyingi sana uyarudia hata kwa ikhwa tulab alilm, kuwa wale unaowalingania wakutizama muamala wako katika biashara uko vipi, ni muaminifu wewe ama si muaminifu, namna unavyozungumza na watu, namna unavyoishi na watu, watu wakutizama, si wajinga. Na ikiwa matendo yako yatafanana na yale unaoyalingania na utajiepusha na yale unaoyakataza, basi da'wa yako bila shaka itakuwa na athari kubwa sana kwa wale unaowalingania. Mara nyingi da'wa za wengi katika wanaolingania zafeli, kwa sababu ukimtizama yule anayelingania vitendo vyake viko mbali kabisa na ile da'wa anayoifanya. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mfano, akasema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, sitaki iwe mimi nitawalingania katika jambo msifanye kisha mimi nikawakhalifu mkalifanye. La, msifanye na mimi sifanye. Kwa hivyo akawa ni qudwa hasana katika ulinganizi wake. Na hivi kama tulivyotaja ndio wajibu kwa kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mfano mzuri, sio kuamrisha jambo na yeye halifanyi, au kukataza jambo alafu yeye ndiye wa kwanza lile jambo analolikataza yulifanya. Katika njia alizozitumia at-targhib wat-tadhkir bi ni'amillahi azza wa jalla, kuwapendezea na kuwakumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Nafsi imeumbwa kumpenda yule anayefadhili ile nafsi, bimaana hata baina ya binadamu hili latokea. Kwa yule mtu anayekufanyia ihsan, anayekufanyia wema, bila shaka moyo wako wampenda mtu kama yule, wampenda kwa ule wema na kukufanyia. Sasa
utakuta mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa sana wakiwakumbusha kaumu zao neema walizopewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda zile nafsi zikaathirika zikarudi nyuma, ikiwa Allah ametupa hiki na hiki na hiki na hiki, kwa nini tena tuende kinyume na vile anavyotaka? Kama Hud alipomwambia amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun, wanyama amewapa watoto, amewapa bustani aina mbalimbali, chemchemu za maji, amewapa kila aina ya neema. Kwa nini muabudu mwingine? Kwa hiyo akawakumbusha, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, kumbukeni mlikuwa wachache nyinyi, Allah akawafanyeni muwe wengi, mkazaana mkawa wengi. Kwa akawapa targhib na kuwakumbusha neema kubwa Allah aliyowapa, na miongoni mwa neema hizo ni kuwajalia kuwa wengi. Kadhalika akatumia uslubu wa at-tarhib, ambao pia ni uslubu unaotumika katika da'wa, kuwatishia. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. na enyi watu wangu, kukhalifiana na mimi kusikupelekeeni hata ikawapata adhabu au ikawasibu adhabu kama walivyosibiwa watu wa Nuh na watu wa Hud na watu wa Salih na watu wa Lut. Si mbali, hawako mbali nanyi, mwajua nyinyi na namna walivyofanywa. Chungeni msije mkanikhalifu mimi na nyinyi ikawajidieni adhabu. Huu ni uslub ambao pia aliutumia. Kadhalika aliwalingania katika misingi miwili adhimu: ibadatullah azza wa jalla, mwanzo kumwabudu Allah subhanahu, ma lakum min ilahin ghayr, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayr. Na la pili alwafa bilhuquq, kutekeleza haki za watu na kutowadhulumu watu haki zao, kutochukua mali za watu kwa batil. Na subhanallah, tizama makini utakuta kitu kimoja: ikiwa tauhidi ya mtu ina walaki, akida yake ina matatizo, mara nyingi sana ni sahali kwa mtu kama huyu kupinda katika akhlaq zake, katika miamala yake. Maana ya itikadi yake ikiwa chafu, wala si jambo kubwa yeye kumdhulumu mtu, wala si jambo kubwa kwake yeye yani kuamiliana na watu muamala mbaya, kwa sababu asli ambao ni moyo wake tayari umechafuka. Watarajia nini kwa mtu kama huyo? Na ndio utaona kufaru wana roho ngumu sana. Mtu aweza kutumwa akaenda akaua mji mzima, kama yale yaliyotokea kule nyuma Hiroshima na Nagasaki kule Ujapani. Mtu atumwa aende akabwage kombora lile, mpaka leo athari yake yaonekana. Ameua watu wangapi pale? Ulia mbali wala wajali. Si wako ambao wana roho ngumu kiasi hiki, wewe waje kusikia mahali kumezudiwa vita tu kwa sababu ile nchi ina petroli, alafu waje kusikia baada ya mwaka miaka kumekufa watu milioni kadhaa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mamilioni ya watu wamekufa, wala mtu hajali kabisa, wala haoni kitu, na wala hati akikaa hivi za kesho akitaka tena atafanya kwingine, wala hajali. Au wafa nini? Kwa sababu hapa ndani ya moyo wake khalas kuna kufur na shirk katika moyo wake, khalas kufanya mambo mengine ya wasahadi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa na Allah akiwa yuko Makka miaka 13 kabla ya kufaradhishwa ibada nyingi na nguzo nyingi za Uislamu, isipokuwa nguzo ya shahada na nguzo ya sala, ambayo sala ilifaradhishwa takriban kukaribia kufanya hijra, lakini ilikuwa mwanzo kabisa akilingania katika tauhid. Kwa nini? Kwa sababu zile nyoyo zikishatengenezeka, zishatengezwa zile, khalas yale yanayofuata ya wasahali tu.
ule moyo wa Muislamu ukishakuwa sasa umetengenea vizuri, basi maamrisho mengine ni sahali kwa yule Muislamu. Ndio pale kuona masahaba kila walichokuwa wakiamrishwa walikuwa hawakatai. Walipokatazwa kuhusu kunywa pombe na wasikaribie, kisha mwisho afahal antum muntahun qalu intahaina tosha, hatufanyi tena. Na ndio maana wakasifiwa na Allah maneno alikuwa akisema waqalu sami'na wa ata'na. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zao safi. Leo tizama wewe, leo hivi tulivyo sisi, kuna waislamu wangapi ambao utamwambia qala Allah qala rasul yuko pale amekaa kwa vile, na hakuna kilichochangia pakubwa isipokuwa ni waislamu wengi kuacha kuisoma tauhid na kuisoma aqida, ama wakafuata mikondo hii ya khurafi ya kishia na nini, ikawapelekea kuwa katika hali kama ile. Kwa hiyo usishangae ukamwona mtu yuko namna ile, kwa sababu hapa ndani ya moyo hajajisafisha na kuwa na tauhid. Sababu akishakuwa na tauhid akamtambua nani Allah, subhanallah, huyu mtu automatically vitendo vyake vitabadilika. Na hili jana tulikuwa tukizungumza hapa katika darasa ya salata baada salati al-asr, namna gani aqida na tauhid inavyomuathiri muislamu katika akhlaq zake. Kwa hivyo hao walikuwa waovu, katika vile vilivyochangia ni kuwa walikuwa washirikina. Kadhalika akawabainishia kuwa mimi sitaki chochote katika dunia kutoka kwenu, sitaki chochote. wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Sikuwaomba ujira, pamoja na kuwa ndio njia kuelekea peponi anawalingania, lakini sitaki ujira wote kutoka kwenu nyinyi. Ninachokitaka mimi ni nyinyi mfuate hii njia tu. Ajiri yangu nitaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akawabainishia utukufu wa malengo yake katika da'wa yake, akasema in uridu illa al-islaha mastata'tu. Hakuna kitu kingine tunachokitaka bwana ni kutengenea tu, watu waifuate haki, waikubali. in uridu illa al-islaha mastata'tu la uridu mulkan wala malan wala jahan. Hatutaki ufalme wala mali wala utukufu na heshima kubwa kwa watu, la, hata si hayo. Hii ndio da'wa ya mitume wa Allah. in uridu illa al-islaha mastata'tu, ay ma uridu illa al-islaha mastata'tu, sitaki chochote isipokuwa kutengenea watu tu. Na hivi ndivyo ilivyo leo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Hakuna wanachokitaka isipokuwa watu watengenee, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahili kuabudiwa basi. Subhanallah, wewe waweza kumwona mtu yuwapinga tu, yuwaruka, unaambiwa wataka vyeo wamviwacha, wataka dunia wauachia. Nini hiki? Hakuna. Watu wako kwenye misikiti wasomesha, wafanya ibada, wamwabudu Mola wao, pia juu yake amkuacha. Na Shuaib alayhi salatu wasallam aonyesha hivi ndio da'wa ya mitume inakuwa, in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah. Na hivi ndivyo wanavyotakikana mlinganizi kuwa, hataki chochote katika dunia. Si kama ikhwani akhuna almuslim hadha, wana balaa wale wapigania apate kiti awe kiongozi. Kwa hivyo utamwona daima yeye azungumza kuhusu uchumi umeanguka, watu walala njaa, watu kadha, lakini haoni ile njaa walionao katika nyoyo zao. Kwa hao watu, wallahi wewe kufa na njaa kwa ajili ya kula ni kheri kwako kuliko wafa itikadi yako ikiwa chafu, sababu kufa utakufa tu. Lakini kuna watu watembea katika hii ardhi wanakula kweli kumbe maiti, au man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nura. Kwa kuna watu waweza kuwa mtu yuko maiti na yuwatembea katika hii ardhi. Kwa nini? Hapa
kwenye roho. Na ndio maana Allah akaita wahi Qur'an nini, wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina. Hii ni roho bwana. Qur'ani na wahi wa Allah alioteremsha kwa mtume wake ni roho, inamhuisha mtu moyo wake. Na haya ndiyo malengo ya walinganizi wa haki. Hawataki chochote katika dunia, hawana haja dunia yako bakia nao mwenyewe, fuata muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna mlinganizi wa haki anayesema kuwa hawa wafuasi wangu. La 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 la, hawa ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wengine pia watumie lugha, wajua wafuasi wako. Hatuna wafuasi sisi hata mmoja. Hawa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushikana mikono kuelekezana namna gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tusimame katika safu moja tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi. In uridu illa al-islah mastata'tu. Ama dunia yako bakia nao mwenyewe, bakia nao mwenyewe, wao wajua watu wewe. Na ndio maana mtume sallallahu alimwambia yule sahaba aliyetaka kupendwa na Allah na kupendwa na watu kwamba izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Vilivyomo katika mikono ya watu waachie wenyewe, wale watu watakupenda tu. Kwa hivyo mlinganizi wa haki atakana awe hivi. Kuna faida nitaimalizia hapa, kisha tutakuja kumzungumzia Shuaib baada ya kuwalingania watu wake. Jawabu lao lilikuwa nini alipowaambia wama qaumu lutin minkum biba'id? Alikuwa kusudia nini? Je, ni zama zake ziko karibu na Lut, bimaana baada ya Lut alitumilizwa yeye, ama akusudia kuwa ardhi ya watu wa Lut haiko mbali na ardhi yao? Hapa ahlul ilmi wa tafsir waeleza kuwa wama qaumu lutin minkum biba'id yakusudiwa min haythu almakan, ile sehemu walikuwa watu wa Lut, kwa sababu sehemu ya Maan iko karibu na sehemu inayojulikana kama Sodoma, ambao walikuwepo watu wa Lut. Kwa hivyo nchi ya Lut ilikuwa karibu na sehemu waliokuwa watu wa Madian. Kadhalika min haythu zaman, kadhalika katika wakati zama. Na ndio maana utapata katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akimaliza kutaja kisa cha Lut, moja kwa moja inafuata nani? Ni Shuaib. Na wewe soma katika suratu Hud utaona namna hiyo. Ukisoma katika suratu Shuara kadhalika, suratu Al-Hijr kadhalika, utakuta kuwa Allah akimaliza kumzungumzia Lut, moja kwa moja amzungumzia Shuaib alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo yawezekana kwa mambo yote mawili, kuwa sehemu yao haiko mbali na sehemu walioishi Madian au watu wa Madian, kadhalika zama za Lut haziko mbali na zama za Shuaib, bali baada ya Lut alayhi salatu wassalam moja kwa moja akatumilizwa nani? Shuaib alayhi salatu wassalam. Ndio hapa akawaambia wama qaumu lutin minkum biba'id. Mmemwona Allah amewafanya nini watu wa Lut, na nyinyi ni kama mwaifuata haswa ile njia wanayoitumia wao ya kufur na shirk na kukatia watu njia kama walivyokuwa kufanya watu wa Lut. Isipokuwa kile kitendo cha kaumu Lut hawa hawafanyi, lakini kuna mengi ambao wale waliyafanya na hawa wayafanya. Na ndio maana akawakumbusha na kuambia wama qaumu lutin minkum biba'id. Hawa sasa hivi mmeona vile walivyofanya, na nyinyi mwafuata njia hiyo hiyo, isije ikakupateni nyinyi adhabu iliyowapata. Na naam, baada ya kuwalingania namna alivyowalingania na uslubu mbalimbali aliyotumia, upande wa pili na wao wana majawabu watajibu watu wa batil. Hayo biidhnillah ta'ala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja. Je, watu wa Shuaib baada ya kulinganiwa walifanya nini? Haya tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.